Na imetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki, na hizi ni habari za Iras Radio TV, ikiwa leo ni tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2026. Utakuwa unaungana nami Patrick Muruki pamoja na Omadel Martin. Na katika habari zetu tulizozipa kipaumbele za kuanzia kwa Kalonzo Musyoka atangaza kusitishwa kwa ziara ya upinzani kukomboa Kenya kwa siku 2 mtawalia. Kingineko ni kuwa viongozi wa Mulembe wampiga jeki Gavana Sakaja wakisifia rekodi yake ya maendeleo. Naye Rais William Ruto hakikishia haki familia marehemu Nderitu Gachagua huku kukiwa na mzozo wa urithi wa mali yake. Pia yaomboleza kufuatia kifo cha mwanake kwa mradhi anayedaiwa kuuawa na mpenziwe wa zamani. Habari kamili. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka aeleza sababu za kusitisha ziara hiyo. Vile akieleza kuwa kusitishwa kwa ziara hiyo kutaathiri kaunti mbili. Hata hivyo aliahidi kufanya mkutano wa hadharani na wakazi hivi karibuni. Kalonzo Musyoka amesitisha ziara hiyo ili kuonyesha mshikamano wa wafanyabiashara wa Gikomba. Tangazo hilo lilitolewa Jumanne tarehe 31 wakati wa mkutano wa chama cha upinzani katika eneo la Kadhonzweni, kaunti ya Makueni. Pia alikashifu na kulaani ubomoaji wa vibanda katika soko la Gikomba jijini Nairobi licha ya kuwa na notisi ya hapo awali kutoka kwa serikali. Kwingineko ni kuwa viongozi wa magharibi mwa Kenya waliunga mkono uongozi wa Gavana Sakaja wakisifu rekodi yake ya maendeleo na ushirikiano na Rais William Ruto. Wanaompinga debe wanaomba wananchi kutanguliza mafanikio ya utawala badala ya siasa za kikabila katika uchaguzi ujao. Viongozi hao waliangazia makubaliano ya ushirikiano wa Sakaja ambayo walifanikisha bilioni 30 kwa miradi ya maendeleo ya Nairobi. Haya yanajiri ambapo Rais Ruto hakikishia haki familia marehemu Nderitu Gachagua huku kukiwa na mzozo wa urithi wa mali yake. Rais Ruto alieleza sababu za kupigania haki kwa familia marehemu aliyekuwa gavana wa zamani wa kaunti ya Nyeri James Nderitu Gachagua. Familia hiyo iliomba msaada wake rais, ikieleza sababu na masaibu wanayopitia tangu kufariki kwa baba yao. Haya yanajiri ambapo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alimuonya rais dhidi ya kuingilia masuala ya familia yake katika mzozo unaoendelea. Familia yaomboleza kufuatia kifo cha mwanamke anayedaiwa kuuawa na mpenziwe wa zamani. Jacqueline Awuor, mwanamke kutoka Nakuru, alidaiwa kuuawa na mpenziwe aliyetengana huku mwili wake ukigunduliwa kwenye machimbo. Mwili wake ulipatikana katika hali mbaya na kuacha familia imeshangazwa sana, huku baadhi ya sehemu zikiripotiwa kukosekana. Dadake Awuor, Anna Tieno, alitoa maelezo kuhusu uhusiano wake uliodorora na mipango aliyokuwa nayo kwa mradhi kujiondoa uhai. Wakili Paul Mwangi avichua kuwa Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM aliyekuwa mradi wa hayati Raila Odinga kujiondoa kwenye mkataba na Rais Ruto. Paul Mwangi alianika kile kinashuhudiwa kuwa chanzo cha mvutano unaoendelea ndani ya chama cha ODM, akiashiria mikakati ya kina ya kisiasa iliyobuniwa kwa miaka mingi katika uongozi wa Raila Odinga. Alivichua jinsi milengo miwili tofauti imeishi pamoja ndani ya chama. Matamshi yake yanajiri huku Edwin Sifuna akiashiria uwezekano wa kujiondoa, jambo lililozua maswali mengi kuhusu mustakabali wa chama chini ya uongozi mpya.
Tukiwachana na hayo ni kuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa Kenya Medical Training College, Sheila Chebet, mwenye umri wa miaka 20, alipatikana amefariki chini ya mazingira ya kutatanisha katika eneo la Karatina, kaunti ya Nyeri. Mpenzi wake Vincent Bet, mwanafunzi wa mwaka wa 4 katika Karatina University, anadaiwa kuhusika katika kifo chake. Picha za CCTV kutoka duka la karibu zilimwonyesha Vincent akimwongoza Chebet kuelekea barabara tofauti muda mfupi kabla ya kifo chake. Na hizo ndizo habari zetu katika Radio Irads. Nimekuwa wako Patrick Morioki pamoja na mimi ni Omar Del Martin. Tupatane ifikapo mida ya saa 7 mchana ambapo tutakuletea habari katika kwa urefu sana. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na Instagram. Kwa heri. Asante.